Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kuendelea kusikia neno lake. Asante Mungu kwa ajili ya walimu wetu wote wanaotuongoza. Mungu azidi kuwapaka mafuta na waseme kweli kadiri ya Roho Mtakatifu anavyowaongoza. Nasi pia Mungu atuangazie akili zetu, tufahamu maandiko yake matakatifu, tuyazingatie. Amina. Karibu ndugu zangu, leo ni utambulisho wa kitabu cha Luka. Nitaanza kwa kusoma dondoo. Luka ni injili iliyo tofauti sana. Ni kitabu ambacho kinapendwa na hata movie nyingi zinazochezwa ikiwemo ya Yesu amechukua story ya kitabu cha Luka. Na watu wengi hawakijui, wanakisoma kirahisi kwa sababu kinatanguliwa na Mathayo. Kina nukuu maarufu sana ambazo huwezi kuzipata mahali pengine. Mfano kama wametenda haya kwa mti mbichi, itakuwaje kwa mti mkavu? Hii tunaita lugha ya kiseremala. Seremala hakati mti mbichi kwenda kutengeneza furniture. Yesu anamaanisha kama yeye mwema aliyewalisha mkate akafufua wafu wenu, kama mimi ambaye nimewatunza, nimewalinda, sikuwa na kasoro wala uhasama na serikali ya Rumi, na katwa namna hii. Je, nyinyi ambao ni miti mikavu, ambao mnastahili kukatwa, itakuwaje? Kwa hiyo msinililie mimi, jililieni wenyewe. Pia nukuu, mwanafunzi hampiti mwalimu wake, lakini mwanafunzi akifundishwa vizuri anaweza akawa sawa na mwalimu au akamzidi. Pia mfano wa divai. Hakuna anayekunywa divai ya zamani akatamani divai mpya, kwa sababu watu wanapenda vitu vya zamani kuliko vipya. Pia kwenye hiki kitabu kuna moja ya kitu maarufu sana. Wanatheolojia wote wakienda kwenye Bible school nzuri au mwalimu, huwezi kusoma kitabu chote na kuruka sura mbili ya 15 na ya 16. Ni mojawapo ya amazing and wonderful chapters. Ziko arranged kwa namna ya ajabu sana. Sura ya 15 na 16 kuna fundisho kubwa sana ambalo Yesu alisema. Sura ya 15 inaanza kwa Yesu kukaa na wenye dhambi na watoza ushuru na kula pamoja nao. Halafu Mafarisayo wanaanza kunungunika kwa nini Yesu anawakumbatia watoza ushuru na wenye dhambi. Yesu akafundisha kitu ambacho mtu yeyote anayejiona ni mwenye dhambi anapaswa kukijua. Mstari wa 3 mpaka wa 7. Yesu akatoa mfano wa kondoo aliyepotea, na mchunga wa kondoo anajua kondoo wake kapotelea wapi. Kwa hiyo anatoka kwenda kumtafuta kondoo kule alipopotelea. Mstari wa 8 mpaka wa 10. Mfano wa pili wa shilingi iliyopotelea ndani. Mifano hii imepangwa pamoja ili kuelewa, inabidi tusome yote kwa pamoja. Kondoo aliyepotea, na mchungaji anaacha kondoo 99, anamfuata mmoja kwenda kumtafuta, na kondoo kapotelea mbali. Hapa anamaanisha Yesu anajali kondoo waliopotea, watoza ushuru na wenye dhambi. Mfano wa shilingi iliyopotea ndani, hajui imepotelea wapi. Hivyo inabidi afagie nyumba yote hili ilikopotelea. Hivyo inabidi afagie nyumba yote hiyo. Kwa lugha nyingine, Yesu amekuwa akiwatafuta waliopotea wa ndani na wa nje. Wa nje watoza ushuru na wenye dhambi. Wa ndani ndio Mafarisayo, Masadukayo, waandishi, hawajijui kama wamepotea ndani. Mfano mwingine, mstari wa 11 mpaka 22, mfano wa vijana wawili, mwana mpotevu na mwana mtiifu. Mwana mpotevu amepotelea mbali, anaingia kwenye kundi la mwenye dhambi. Mwana aliye nyumbani anajiona mwenye haki, lakini alikuwa ndani hakuomba urithi kwa baba yake, na hakuwa na chochote kwa sababu anajihesabia haki. Huyu aliyepotelea ndani hana tofauti na shilingi iliyopotelea ndani. Mfano mwingine, sura ya 16 mstari wa 1 mpaka 31. Wakili dhalimu
Wakili dhalimu ni kama wenye dhambi aliyepotea mbali, lakini alikuwa na busara. Alipogundua amepoteza, akafanya maamuzi sahihi. Mfano wa mtu tajiri, mstari wa 19 mpaka 31. Alipotea kwa kuchukulia vitu kwa urahisi. Yesu anawajibu Mfarisayo kwa mifano kuwa nyinyi mlio wa Kristo mnajifanya mmeokoka, mko ndani ya Yesu na kujiona wenye haki kuliko wengine. Kinachowaponza ni kuchukulia vitu kwa urahisi. Hamjibidishi, hamna unyenyekevu, hamjijui kuwa mmepotea, kumbe mmepotelea ndani. Na inaonekana ni ngumu sana kumtafuta aliyepotelea ndani kuliko wa nje, kwa sababu huwezi kujua kama kapotea. Aliyepotelea mbali ni rahisi kutubu kwa sababu anajijua kapotea. Hivyo sura ya 15 na 16 ni kama mzizi wa fundisho muhimu sana tunapojifunza kitabu cha Luka. Tuje kwenye kitabu kwa undani. Ni kitabu chenye parable nyingi kama ya Msamaria mwema, na kitabu hiki kimejaa matendo na maneno ya Yesu. Luka anaongoza kwa parable nyingi akifuatiwa na Mathayo. Mathayo ametumia parable 18, Luka ametumia 19, hivyo yeye ni bingwa. Pia humu kuna story nyingi sana: Martha, Maria, mwizi msalabani na kuendelea. Hizi story huzikuti sehemu nyingine yoyote. Sasa Luka ni nani? Ni mwandishi peke yake kati ya waandishi 40. Hakuwa Myahudi. Taifa lake Myunani, toka Syria, mji wa Antiokia, mji ambao jina wa Kristo au Ukristo ndipo ulipozaliwa. Lilikuwa kama jina la utani. Yesu alipoondoka, Wakristo walikuwa wanaojiita watu wa Yesu alipoondoka, Wakristo walikuwa wanajiita watu wa njia ile, wanafunzi au wafuasi wa Yesu. Watu wa njia ile, wanafunzi au wafuasi wa Yesu. Lakini walipofika Antiokia, miujiza waliokuwa wanafanya kina Paulo na Barnaba, Wayunani wengi wakawa wanauliza sana wanafunzi wa Yesu, nini siri ya vipofu kuona, viziwi kusikia? Wanafunzi wakawaambia siri ni Kristo. Hivyo wakaamua kuwaita wa Kristo, kwa sababu kanisa la kwanza lilihakikisha linaeneza habari za Kristo, na ahadi za Kristo ilikuwa Roho Mtakatifu atakavokuja hata nena habari zake mwenyewe, atasema habari zangu, atanitukuza mimi. Kwa hiyo kila mtu aliyejaa Roho Mtakatifu alimuinua Yesu juu. Ndio maana napataka shida sana na ujuaji wetu wa Roho Mtakatifu. Tunadai tumejaa, lakini hatumuinui Yesu bali sisi wenyewe. Luka hakusita kutumia jina kwa sababu ni mataifa. Wayahudi walikuwa wanaogopa. Luka hakusita kutumia jina Mungu kwa sababu ni mataifa. Ni mataifa. Wayahudi walikuwa wanaogopa sana kutaja jina la Mungu. Hivyo mwana wa Mungu wanasema mwana wa Adam, ufalme wa Mungu wanasema ufalme wa mbinguni. Tunaona Marko na Mathayo waliogopa sana jina la Mungu kwa sababu ya usilitaje bure jina la Mungu wako. Luka hakusita kusema ufalme wa Mungu, mwana wa Mungu, japokuwa baadhi ya maeneo ametumia ufalme wa mbinguni, mwana wa Adamu. Professional alikuwa ni daktari, na unafahamu madaktari mabingwa wa kuitunza rekodi, na ni watu ambao kila siku wanafanya research. Watu walio vizuri kuzungumza, kumfanya mtu mgonjwa afeel comfortable na awe na uwezo wa kujieleza. Daktari ni mtu pekee anayepata maelezo ya mtu asiyejua kuongea, na mtu akishindwa kujieleza kwa daktari, basi ujue mtu huyo hawezi kujieleza sehemu nyingine yoyote. Luka kama daktari bingwa alikuwa hivyo. Na utaona kwenye kitabu akitumia sana terminology za kidaktari. Mfano, mama yake mkwe Petro alikuwa na homa kali, lakini huyu Luka kwa hekima ya Mungu aliona ndio awe mwelezaji na mzungumzaji mzuri sana wa bikira aliyechukua mimba na kuzaa. Mungu alisubiri daktari aje kutusimulia muujiza huu wa mwanamke bikira kuzaa. Huenda tungesimuliwa na Mathayo na Luka, na Mathayo Luka isingenooga. Kwa swali, Luka alitoa wapi hizi habari? Kwa sababu Luka hakuishi kipindi cha Yesu, hivyo hakuwahi kumuona na hakuwa Myahudi. Hapo inabidi tufuatilie story yake.
Luka anapoanza kuandika kitabu cha Matendo ya Mitume kwa Theofilo, anaeleza kuwa habari hizi zimeandikwa na watu wengi, lakini mimi nimezihakiki na kuthibitisha kuwa ni habari za kweli na nimezipata kwa mashahidi. Aliandika hiki kitabu kwa kumhoji Mariamu mama yake Yesu. Luka anaandika habari za Yesu toka kwa mama yake mzazi. Mungu akamleta daktari amhoji mama yake Yesu. Mariamu alimsimulia Luka habari za Yesu kuanzia kuzaliwa mpaka kifo chake. Ndio maana kuna story Yesu akiwa na miaka 12 huikuti injili yoyote bali kwa Luka. Mtu mwingine inaonekana Luka alimhoji ni mama yake Yohana Mbatizaji. Pia ukisoma Luka na Matendo ya Mitume, Luka anaonekana alimhoji pia mwanafunzi wa Yesu Petro. Pia Luka ameishi na Paulo kwa miaka mingi. Luka amemhoji Mathayo, Marko na ameishi na Marko wakati Paulo amefungwa gerezani. Pia Luka alimhoji Yohana mwanafunzi wa Yesu, akapata uhakika wa habari za Yesu zilizotuzalishia kitabu hiki. Swali, ili kuelewa kitabu, kwa nini anaandika na anamwandikia nani? Paulo na Barnaba walipoanza kuhubiri wakafanya safari za umishonari kama 4. Jumla walipokuwa raundi ya pili, kwanza Paulo alikuwa anapataga shida kidogo akiwa anasafiri katika maji. Alikuwa akitapika na kuumwa sana. Pia Paulo alipata shida ya malaria kali. Paulo aliwawekea wagonjwa mikono na kupona, lakini yeye alikuwa anasumbuliwa. Hapa ndio tuelewage uponyaji ni kwa wasio amini. Jamani, uponyaji ni kwa wasio amini. Sio kwamba walioamini. Ukiwa unaumwa na unamwamini Yesu na ukiwa hauponi usivunjike moyo. Ikitokea umeponywa ni neema. Hivyo Paulo ikabidi wamwajiri Luka kwa sababu ni daktari ili kumfanya Paulo aendelee kufanya kazi ya Mungu. Somo, hata kama umeokoka na unaombea watu wanapona, wewe ukiumwa unatakiwa uwe na akili kichwani. Usiseme wengine wanaombea wanapona nawe utapona, usiache kunywa dawa. Nenda kwa daktari, kula vizuri, upako hautakuokoa. Ukiishi kizembe utakufa na Mungu atainua mwingine. Zingatia afya yako. Ziara ya pili ya umishonari, Paulo alipotengana na Barnaba akawa na Luka na Sila na watu wengine. Alipomaliza hii ziara Efeso, Paulo akarudi Yerusalemu. Mungu akamwambia, umehubiri mataifa, sasa nataka ukahubiri ikulu. Paulo akiwa njiani akakutana na unabii wa mabinti wa Filipi 4 kuwa mtu huyu akienda Yerusalemu ataenda kushikwa, atapigwa na kufungwa. Agabo naye akatabiri. Paulo akawaambia wasilie, wasimvunje moyo, anajua vifungo na dhiki vinamngojea Yerusalemu. Na alipofika Yerusalemu watu wakamgeuka, wakatengeneza kesi, akashtakiwa na kuwekwa jela miaka 2. Mji wa Kaisaria Filipi, mji ambao Yesu alimalizia kwenye mlima Hermoni. Kipindi hicho Filipo alikuwa akitawala. Baadaye hukumu ikatoka, Wayahudi wakataka kumuua. Akakata rufaa kwa Kaisari, akasafirishwa Rumi akasikilizwe huko. Mashtaka mojawapo ni analeta ghasia, anasababisha uasi, anatengeneza mazingira ya kupindua serikali ya Rumi. Akakata rufaa kwa kujiita yeye raia wa Rumi. Akataka kesi yake iendeshwe na Kaisari. Warumi walikuwa watu wa demokrasia. Kisheria pia walikuwa wazuri, maana yake kesi yoyote itakayoendeshwa lazima ifuate utaratibu. Paulo akahitaji wakili wa kumtetea kwa sababu akishinda ataachiwa huru na kuendelea kuhubiri Injili. Na akishindwa atahukumiwa kifo kwa sababu kosa lake ni la kifo. Miaka 2 wakiwa Kaisaria Filipi, kina Luka wakajikuta wanamhudumia Paulo akiwa gerezani. Luka akaamua kutafuta wakili Theofilo. Theofilo alikuwa jaji na wakili ambaye anatakiwa kusimama kumtetea Paulo kwenye kesi yake. Na inawezekana Theofilo ilibidi amwambie Luka kesi hii ngumu na kubwa, hivyo alitaka kujua msingi wa imani ya Paulo anayohubiri ambayo imemtia hatiani. Ikabidi Luka aandike historia na msingi wa imani ya Kikristo. Na kwa sababu huwezi kuongea imani ya Kristo ukamwacha Yesu, ikabidi aanze kuanzia Yesu anazaliwa, anakuwa, anaanza huduma, anakufa, anafufuka na akakabidhi kazi kwa wanafunzi na wanafunzi wakaendelea. Hivyo alivyoandika na kwenda kumkabidhi, hivyo aliandika na kwenda kumkabidhi Theofilo, akaona bado kuna haja ya maelezo zaidi.
Kitabu chote Luka anaandika kama ushahidi utakaotumika mahakamani. Anaandika kwa interest za kimahakama, kuelezea imani ya Kikristo ilivyo ili isionekane na kuthibitisha kuwa Ukristo hauna chochote na serikali ya Rumi. Ukristo ni ufalme wa mbinguni na wa Mungu. Hautumii jeshi, silaha. Kiongozi ni Yesu aliyepaa mbinguni, hana mpango wa kupindua binadamu. Yeye amekuja kuhubiri habari njema. Na kuthibitisha hilo, huu ufalme uko interested na maisha ya watu wote wanaonekana hawafai. Na hao watu Yesu aliwaponya, aliwaweka huru, aliwafungua na kuwafundisha habari njema. Luka anaandika tena kitabu cha pili cha Matendo ya Mitume kumuhusu Paulo alivyoingia kwenye hii kazi. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinachukua habari kuanzia sura ya 12. Inaanzia kanisa ikiwa chini ya Petro kama kiongozi, na hapo katikati Paulo akaokoka na kufundishwa. Akaanza kuhubiri Injili, watu wakapona na kufunguliwa. Akazunguka miji yote ya Rumi, na katika ziara ya pili akapata kesi. Anaelezea kesi ilivyokuwa na kuendelea, na Paulo akapelekwa Rumi. Ndio maana kitabu cha Matendo ya Mitume ni kama kinaishia njiani. Kinaishia kwenye nyumba ambayo Paulo alipewa na Kaisari apumzike akisubiri kesi yake na hukumu yake. Luka anaandika mpaka pale akamkabidhi Teofilo, na Teofilo aanzie pale aelezee kesi ya Paulo. Mungu hakuiona haja ya sisi tujue kesi ya Paulo kwa Kaisari, ila tunafahamu alishinda kesi, akaachiwa huru, akaendelea kuhubiri tena. Na awamu ya 4 akijiandaa kwenda Hispania, Tarshish, akasingiziwa kesi. Alipoingia mtawala Nero akakamatwa, na safari hii Paulo alikatwa kichwa akafa. Kwa hiyo Injili ya Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume kimeandikwa na mtu mmoja kama shahidi wa kumtetea Paulo mahakamani. Msisitizo wa Luka anathibitisha kwa ufalme wa Yesu, Injili na maisha ya Yesu haijawahi kuwa uadui na mataifa. Ndio kwanza umewaingiza ambao Wayahudi wamewabagua kwa miaka mingi kwa kuwaita wenye dhambi. Ndio maana kitabu cha Luka kimekuwa interested sana na Wasamaria wa mataifa na wasiopata upendeleo katika jamii. Wanawake wenye ukoma, viwete, vipofu, viziwi, masikini. Niongee kidogo kuhusu wenye dhambi. Nitarudia tena, niongee kidogo kuhusu wenye dhambi. Nimeshangazwa sana na hili. Ukikuta neno anakula na wenye dhambi, Wayahudi waliona wenye dhambi ni kama watu kwa sababu za kimaisha wamekata tamaa ya kuitunza Torati. Mfano, wanataka kufa njaa kwa sababu hawana hela. Mfano, kuna watu wana kazi ambayo ili wale inabidi kila siku aingie kazini. Yaani anaamka asubuhi ajue aende upande gani ili akatafute, na ukimuuliza anaenda kutafuta wapi hata yeye hajui. Hao ndio ukikutana nao barabarani unapanja, akiliona gari yako hata kama hajawahi kushika spana anakuambia ngoja nikuzibie panja. Yuko radhi aifungue tairi yako aende akazunguke nalo akatafute fundi azibe pancha aje kuchukua pesa yake kwako, na ndani yako ataweka hela ya fundi na yake ili naye apate 1,000 au 2,000. Hii iliwahi kunikuta na jamaa mmoja akaenda kuziba, kumbe hata sio fundi. Sasa hawa kipindi cha Wayahudi walikuwa wengi na hali ilikuwa mbaya kwa sababu taifa lilitawaliwa na Rumi na kila mtu ilibidi alipe kodi ya kichwa. Wakaamua kutotunza Torati, kwa hiyo ikifika Sabato walifanya kazi. Pia wengine kutokana na maisha magumu wakaamua kuajiriwa na serikali ya Rumi kukusanya kodi. Wengine askari wa kujitolea kwa sababu ya kuitunza familia zao. Hivyo Masadukayo na Mafarisayo wakawaita wenye dhambi. Wengine wakawa makahaba kwa sababu ya maisha magumu. Wengine wezi kunusuru familia zao. Na kwa vile walikuwa hawawezi kuwaua kwa sababu serikali ya Rumi iliwanyang'anya haki ya adhabu, walipewa sheria kuwa yeyote anayetaka kumshtaki na kuua mwenye kuidhinisha ni mahakama ya Kirumi. Wayahudi walikuwa wakikamata mtu anayepaswa kuuawa walimshtaki tena kwa Rumi, na Warumi waliidhinisha kesi kufa au la. Ndicho kilichotokea kwa Yesu. Yesu alipokuja hawa watu ndio waliwahurumia na kukaa nao karibu. Kwa hiyo Luka anavyoripoti makundi haya ya watu, lengo lake ni kuonyesha kuwa huyu Yesu alikuwa mfalme wa amani, alikuja kuhubiri habari ya matumaini. Pia Luka anaongelea ufalme wa mbinguni, kuwa Yesu alikuwa interested na mambo ya rohoni. Katika Injili yote
Katika injili zote, injili hii ndio imeongea habari za malaika kuliko zote. Pia habari za maombi mengi ndani kuliko injili nyingine. Pia ameandika kuhusu Roho Mtakatifu kuliko wote. Pia ameandika habari za worship, habari za ufalme na hatima yake, akiprove kuwa ufalme utakamilika Yesu atakaporudi mara ya pili. Kusummarize kitabu ni humanitarian book. Kimeconsider maisha ya mwanadamu, thamani ya mwanadamu bila kujali taifa na hali yake. Kitabu ambacho hakina ubaguzi, kiko unique. Material yake kimerekodi kuzaliwa kwake Yesu, kukua uzao wa Yesu, na kitabu kimeandikwa kwa story toka kwa mama yake Yesu kwenye engo ya mwanamke, na wanawake wako vizuri kwenye kumbukumbu. Mathayo ameandika habari za Yesu toka engo ya baba kuthibitisha kuwa ni mwana wa Daudi. Yesu ni mwana wa Daudi kwa Mariamu physically au biologically, na upande wa baba mwana wa Daudi kisheria kwa sababu Yusufu baba mlezi toka ukoo wa Daudi. Note: kitabu hiki hakifanani kabisa engo yake na Mathayo na Marko. Mfano, Mathayo akielezea nyinyi ni chumvi ya ulimwengu, anaongelea chumvi ladha. Chumvi ladha ikiharibika haiwezi kutiwa chochote. Pia kwa uchumi ni kitu expensive. Luka anaelezea chumvi ni kama mbolea ya kurutubisha ulimwengu ustawi. Chumvi kama preservative things, uwepo wetu duniani ni kuzuia dhambi isisambae. Mathayo ameandika lifestyle ya kingdom, Luka anaelezea hotuba katika tambarale. Kumbe Yesu amehubiri injili moja maeneo tofauti tofauti. Luka amepanga vizuri kwa kuweka baraka na laana. Mwisho wa kitabu. Mungu awabariki. Na mwalimu alisema kitabu hiki ni maalum sana kwa wasioamini. Nitarudia tena, kitabu hiki ni maalum wale ambao hawajaamini, hawamwamini Yesu. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Ikiwa Mungu atatupa nafasi ya kuhubiri neno kwa mtu, basi tukitumie kitabu hiki na tufuate maongozo ya Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Mungu atusaidie sana. Nimeishia hapa, tukutane tena wakati ujao. Jina la Bwana lihimidiwe sasa na hata milele. Sifa na utukufu vina wewe, Mungu. Amen.